The Storybook. Hadithi na ianzia ile siku ambayo Ibilisi alilaaniwa na Mungu baada ya kukataa kumsujudia Adam. Simulizi toka maandiko matakatifu ya dini ya Kiislamu yanasema siku ile Shetani analaaniwa na Mungu alitoa ombi moja kwa Mwenyezi Mungu. Ibilisi alisema, Mungu, ninaomba nipe uhai wa kuishi mpaka siku watakapofufuliwa watu. Na Mungu akamjibu, wewe utakuwa ni miongoni mwa hao watakaobakishwa waishi kwa muda mrefu. Simulizi hii inaashiria kuwa si Ibilisi pekee atakayekuwa kiumbe aliyeishi tangu mwanzo wa maisha ya kizazi cha binadamu mpaka mwisho wa kizazi cha binadamu. Sasa swali likaja, kama ni hivyo, huyo kiumbe mwingine ambaye Mungu kampa umri wa kuishi muda mrefu kama Ibilisi ni nani? Wanazuoni wanatoa jibu ya kwamba dalili zinaonyesha kiumbe huyo atakuwa ni Masihi Dajjal ama mpinga Kristo. Na swali lingine ni kwamba Masihi Dajjal, mpinga Kristo, yeye ni kiumbe wa asili gani? Alikuwa ni malaika au ni kiumbe gani? Wanazuoni wa Kiislamu wanasimulia kuwa ziko dalili ya kwamba Masihi Dajjal alikuwa ni miongoni mwa watoto wa Adam. Inasemwa kuwa kile kisa cha watoto wa Adam, Habil na Kabil. Kabil alimuua nduguye Habil kwa wivu. Hiki ni kisa chenye mapana yake, tutakisimulia siku nyingine. Lakini baada ya Kabil kumuua nduguye, Qur'an haikusimulia vyema ni nini kilifuata kuendelea katika maisha ya Kabil baada ya kumuua nduguye. Hapa wanazuoni wanachambua kutokana na dalili mbalimbali, kwa kiasi kikubwa Kabil ndiye atakuwa Masihi Dajjal. Na maisha yake si ya kawaida. Tangu kipindi hiko amekuwa akiishi na kutokea katika vizazi vya manabii mbalimbali, na atatokea kama binadamu wengine kwa kuzaliwa kama kawaida. Na ndiyo maana Mtume Muhammad alipata kusema hakuna nabii yoyote aliyepita isipokuwa aliutahadharisha umati wake na Masihi Dajjal ama mpinga Kristo. Israeli walipokombolewa na Nabii Musa kutoka kwa Firaun, basi wakati wanasafiri katika jangwa la Sinai, tuendelea